Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa wajumbe wa baraza la mashekhe mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa kadhi wa mkoa, Mheshimiwa waandishi wa habari, leo tuna jambo ambalo baraza la mashekhe imekusudia kulitoa kwa wa Tanzania, kwa Waislamu na wa Tanzania kwa ujumla. Kwa wale ambao walifuatilia social media hivi karibuni, waliona tukio ambalo lilitokea katika ofisi zetu za BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam, katika ofisi ya kadhi wa mkoa. Tukio ambalo linamhusu Bi Queen Oscar Masanja, ambaye ni mke wa Bwana Juma Mwaka Juma. Lilitokea mimi nikiwa Nairobi, lakini niliporudi, na bahati nzuri pia nilipata kulizungumza pamoja na Mheshimiwa Mufti na kuliona, na Mheshimiwa Mufti pia aliliona katika mtandao. Tukio ambalo tukilalamikiwa kama BAKWATA juu ya mwenendo wa kesi hii ya mwanamke huyu ambaye anadai talaka kwa Bwana Juma Mwaka Juma. Sasa baada ya kutokea juzi, na kwa sababu jambo limehiti sana na limeguswa baraza, na mimi kama mwenyekiti wa baraza mkoa wa Dar es Salaam na shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, tukaona ni vyema basi tuitishe baraza la mashekhe. Sisi kama mkoa tuna kadhi wa mkoa ambaye anafanya kazi chini ya baraza hili kuangalia mienendo ya ndoa zote na migogoro mingine mbalimbali, na hasa migogoro ya mirathi, ndoa na talaka na kadhalika. Kwa baraza, baada ya kuona uchafuzi ule wa mazingira na kwamba ofisi yetu ikituhumiwa haitoi haki kwa wanawake ama inawadhalilisha au vyovyote, tukaona hapana. Tumekaa leo tarehe 24 Januari 23 kuangalia kadhia nzima ya madai ya mke wa Dr. Mwaka, Queen Oscar Masanja, na hatimaye kufikia muafaka kama baraza la mashekhe mkoa. Kwa pamoja tumefikia muafaka ambao nitausoma hapa juu ya ndoa hii. Nitausoma muafaka huu juu ya ndoa hii, maazimio na baraza lilipofikia. Niseme tu kwamba baraza hili ni baraza la Waislamu Tanzania, na ni baraza adilifu, linajitahidi sana kuangalia hasa katika masala ya ndoa. Masala mengine ya dhana, maneno ya watu na hivi ndio ubinadamu ambao tutaendelea kuusikiliza. Siku zote wanadamu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wakana al-insanu akthara shay'in jadala. Mwanadamu amekishinda kila kitu kwa ubishi, ndivyo alivyoumbwa. Lakini sisi kama chombo tunajitahidi kuwa waadilifu na kumuomba Mwenyezi Mungu tuwe hivyo, na kila mmoja kumtendea haki, kwa sababu tunajua hukumu, tunajua siku ya kiyama, tunajua hatari ya kupindisha haki, hatari ya kumdhulumu mtu, hatari ya kukosa uadilifu. Ni vitu ambavyo vyote tunavijua hivyo, na tunamuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze siku zote katika haki, ili tuendelee kusimamia haki za watu, na tuendelee kulifanya baraza liwe ni baraza ambalo linatenda haki kwa kila mtu. Sasa naomba nisome waraka huu ambao kila mmoja atausikia, kwamba yahusu shauri la Bi Queen Oscar Masanja dhidi ya Bwana Juma Mwaka Juma. Shauri hili lililetwa katika mahakama ya kadhi BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam na Bi Queen Oscar Masanja ambaye ni mke, kwa madai ya talaka kama alivyojieleza mbele ya kadhi. Baraza la mashekhe kwa nafasi yake kuwa ndio lenye dhamana ya kushughulikia matatizo na migogoro ya Waislamu katika mkoa na kutolea maamuzi,
limelazimika kuingilia kati mgogoro unaoendelea kati ya wanandoa hao. Kimsingi baraza la mashekhe BAKWATA mkoa kwa mujibu wa katiba yake linaundwa kutokana na mashekhe kadhaa wa kuchaguliwa, na anaingia kadhi wa mkoa ambaye ameteuliwa na Samahatul Mufti wa Tanzania kwa ujumla. Kutokana na uzito wa kadhia hii, baraza la mashekhe lilikaa kikao cha dharura chini ya mwenyekiti wake ambaye ni shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam kwa maana ya mimi, na kupata maelezo ya mlalamikaji mke na majibu ya mlalamikiwa mme, na kubaini kuwa ndoa hii kwa hatua iliyofikia imepoteza malengo na makusudio ya ndoa kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu. Hakuna maelewano, hakuna makubaliano, hakuna upendo, hakuna kuhurumiana. Imekuwa ndoa ya manyanyaso, masimango na kupelekea kupoteza amani na usalama baina yao. Na pia imebainika kutokana na maelezo kuwa hadi sasa ni zaidi ya mwaka mmoja hawaishi pamoja. Hawana mahusiano wala mawasiliano kama mke na mume. Maana mke anasema kwa muda wote huo hakuna huduma, chakula, mavazi, matibabu na hata huduma na mahitaji ya watoto. Kwa msingi huo na kwa kuzingatia kuwa katika Uislamu ndoa ni makubaliano ya hiari na ni mfungamano wa kisheria wenye haki na wajib kwa kila mmoja kwa mwenzake, kuna kobebwa na upendo, huruma na masikilizano, yani maelewano kati ya wanandoa. Kwa kuwa ndoa hii imekosa yote hayo na kupelekea kutengana, na hata pale walipopewa muda walishindwa kukutana na kuzungumza. Ofisi yetu tuliwapa muda wakazungumze kama mume na mke ili wayamalize walionayo, walishindwa kukutana. Baraza la mashekhe BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam imevunja ndoa hii tokea leo tarehe 25 mwezi wa kwanza 23. Bi Queen Oscar Masanja si mke wa Bwana Juma Mwaka Juma. Wabillahi at-tawfiq. Sheikh Al-Hadi Musa Salum, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa baraza la mashekhe. Sheikh Ramadhan Kitogo, mjumbe wa baraza la mashekhe, kadhi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia sisi kama ofisi ya mkoa na kwa mujibu wa taratibu za baraza tumesema, na ndio utaratibu, muda wa rufaa ni siku 30 tokea tarehe ya maamuzi ama hukumu hii. Kwa maana mtu kama hakuridhika, bado tuna mamlaka nyingine. Mtu anaweza akalalamika kutoridhika kutokana na maamuzi ya baraza la mashekhe mkoa wa Dar es Salaam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe sisi na kila mmoja wetu ambaye atakuwa na mapungufu, na kila mmoja wetu ambaye atakuwa na jambo lolote ambalo lina taksiri mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Lengo letu ni jema, na utaratibu huu tunafanya katika ndoa zote zilizopo, ila hili limechukua sura nyingine na sisi pia tumelichukulia katika sura hiyo ili jamii iweze kuendelea kulifahamu vizuri kama Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA limechukua hatua gani. Kwa hiyo kila mmoja atakabidhiwa hati hii, mume na mke, kama baraza imevunja ndoa hiyo. Na viko vyombo vingine ambavyo mtu anaweza kama ataona, lakini kwa mujibu wa taratibu zetu za dini ya Kiislamu na kwa mujibu wa katiba ya baraza tuna mamlaka hayo, na huu ndio utaratibu kwa ndoa zote namna tunavyoziendea. Kwa hiyo mimi naomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki siku zote katika kusimamia mambo ya Waislamu kwa uadilifu mkubwa. Na wao pia tunawasihi, wamezaa katika Uislamu, tumeambiwa sisi al-imsaku bima'rufin au tasrihin biihsan, ni kuishi kwa wema au kuachana kwa wema. Wajaribu pia kukaa, watoto watawaunganisha, watoto wataendelea kuwa na baba Juma, kuwa na mama Queen, nao kama binadamu waone namna
namna gani wanaunganishwa na watoto wao, wasiwe na uadui wa kupita kiasi, si katika Uislamu. Kwa hiyo pamoja na kuvunjika ndoa hii, bado iko milango ya wao kuwaleta pamoja kama Waislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum.